Ya mshimba kiao vi. Naam, ikiwa tu ni asubuhi hii tarehe 12 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025. Nikikusalimu ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Natumaini kwamba uko vema kabisa katika afya yako. Na hivyo nakujulisha kwamba tunapatikana katika mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini ni kwambako kituo hiki cha habari kinaweza kupatikana. Nikuja tu kwa kujuza kwa yale ambayo yaliweza kujiri na sasa ni kukutaarifu. Lakini ninakuomba wewe kuwa mwenye kusubiria na kuwa mwenye chonjo kabisa kwa kusubiria habari zetu kwa ukamilifu hadi tamati kabisa. Na hivyo tutakwenda kugusia leo hii kutokana na mambo ambayo yaliyojiri, nikikutaarifu katika wiki hii ambayo tunayo na mengineyo. Na ujue kwamba cha kwanza kabisa kugusia mazungumzo ya Rais Tshisekedi, rais wa DRC, uko mazungumzo yake ambayo aliweza kuzungumza uko Marekani, Brazil, na pia kabisa kuonyesha mara ngapi wazalendo kuweza kukataa mazungumzo ambayo yanaweza kuzungumzwa ya amani bila kuwahusisha. Na pia mapambano uko Walikali ambayo yanazidi kujiri, na kumalizia pia wa askari ambao wanaweza kutumwa uko kwenye uwanja wa vita maeneo ya Minembwe, wa askari wa Burundi. Basi ninakuomba kaa chonjo kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Baada ya huo mtasari wa habari, na sasa ni habari kamili ambayo naweza tu nikaanzia huko Umarekani, Brazil, ambako rais wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi ameonekana au kufanya mkutano huko mkubwa kutokana na mambo ya usalama, na kuonyesha mara ngapi kutokana na hali ambayo inayoendelea usalama unakwenda kabisa kuwepo, na mambo ya kidiplomasia na hata ya kisiasa inaweza kabisa kuleta mambo ambayo yanaweza kuleta suluhisho kutokana na hali jinsi inavyoenda, na kuonyesha wahanga mambo kama na hayo yote yakiweza tu kuzungumzwa na kuweza kuonyeshwa wazi kwa yale ambayo yaliweza kuyazungumza, na kuonyesha mara ngapi waasi wa M23 kuweza kuondoka mjini Kongo. Rais Felix Antoine Tshisekedi aliwahakikishia wahanga wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwepo Belem nchini Brazil kwamba kumaliza vita na kurejesha amani ya kudumu nchini ni jambo linalokaribia kutimia. Alieleza kuwa kuna hatua za kidiplomasia na za kisiasa zinazoendelea ili kuleta suluhu ya kudumu, na kuwa mamlaka za nchi zinashirikiana na wadau wa kimataifa ili kufikia makubaliano ya amani. Rais alisema pia kuwa dalili zaonesha kwamba baadhi ya wapiganaji wa makundi ya M23 wameanza kukimbia na kujiuzulu, jambo linaonyesha kuwa mgawanyiko ndani ya makundi yao. Alibainisha kuwa upande wa serikali unatumia mbinu za kisiasa na za kidestratia ili kulifunga mzozo bila kuacha namna ya kudumu za ukosefu wa amani, na kwamba hatua zitachukuliwa kwa sababu za usalama wa raia. Alionyesha kuwa wale wote watakaokataa kuweka silaha watashurutishwa kwa nguvu kulingana na sheria za nchi. Wale waliotajwa kuhusika katika uhalifu wa kifedha na wizi, ikiwemo matumizi ya benki zenye mfumo wa wapiganaji kama Kadeko, watapelekwa mahakamani na kukabiliwa na adhabu inayostahili kwa mujibu wa sheria. Rais aliwataka watoto wa taifa walioko ugaibuni kuendelea kuwa na matumaini,
kushirikiana na juhudi za amani na kuunga mkono utekelezaji wa mkataba ya serikali kwa ajili ya kulinda wananchi. Serikali itaendelea kulinda amani na haki za raia wote. Kwa wale wanaotaka kuendelea kuishi kwa kukiuka sheria za taifa, serikali itachukua hatua na kulihusika na ugaidi, wizi au udanganyifu watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Tunatumaini kwa pamoja na ulinzi wa raia, amani itarejea nchini kwa haraka. Wazalendo mjini DRC wakataa vikali kabisa mazungumzo yaliyojiri huko nchini Kinshasa, makao makuu ya nchi ya DR Congo, na kuenda kabisa mara moja huko Doha kuweza kukamilishwa na kuongea kuhusu mambo ya usalama au amani katika nchi ya Congo, na hivyo kuweza kukataa vikali kabisa kutokana na jambo hilo ambalo hawakuweza kualikwa, na wao ndio ambao wako wanapambana ili kuleta suluhisho ya amani, yote yakizungumzwa kwa ndani na kwa kina kabisa ili upate kuelewa. Sisi kama wazalendo tunapenda kutoa tamko hili rasmi kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa jumuiya ya kimataifa. Tumesikia kuhusu makubaliano yaliyosainiwa mjini Kinshasa na baadaye kujadiliwa Washington DC huko Marekani na Doha, kati ya serikali ya Kongo DRC, kundi ya waasi wa M23 na serikali ya Rwanda. Tunapenda kuweka wazi kwamba makubaliano hayo hayahusiani hata kidogo na harakati zetu za wazalendo. Hatujashirikishwa, hatujasikilizwa wala hatualikwi katika mazungumzo yoyote yanayodaiwa kuleta amani. Kwa muda mrefu sasa, wazalendo wamekuwa mstari wa mbele kutetea taifa letu dhidi ya uvamizi wa kigeni na usaliti wa ndani. Tumelipa gharama kubwa, damu ya watoto wa nchi, maisha ya askari wetu na machozi ya familia nyingi kwa ajili ya kulinda ardhi ya heshima ya Kongo. Kwa hiyo, haiwezekani makubaliano yoyote yaliyofanywa gizani au kushinikizwa na mataifa ya nje yakiitwa amani bila kushirikisha wale wanaopigania kwa ajili ya nchi yao. Tunakosoa vikali makubaliano hayo kwa sababu moja, hayana uwazi. Wananchi hawajui yanayoandikwa wala masharti yake. Pili, hayana ushirikishwaji. Hayakuwahusisha viongozi wa wazalendo, jamii za waathirika wala wakilishi wa wananchi. Tatu, hayana harufu ya ushawishi wa kigeni, hasa kutoka Rwanda, ambayo imekuwa chanzo kikuu cha vurugu na machafuko mashariki mwa Kongo. Kwa msingi huo, tunatangaza kwamba wazalendo wataendelea kufanya mapambano yao hadi haki ya usalama na heshima ya taifa vitakapopatikana katika ukamilifu. Tutaendelea kupigania Kongo yenye umoja, yenye uhuru ya ukweli na yenye viongozi wanaoweka mbele mstari wa wananchi, si ya wakigeni. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa. Ikiwa kweli mnatafuta amani ya kudumu, basi msaidie kusikiliza sauti za wazalendo na wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazosikika kila mara. Amani haiwezi kujenga juu ya udanganyifu, rushwa na mikataba ya siri. Wazalendo hawatachoka, hawatanyamaza na hawatakubali kuuza damu za mashujaa wetu kwa sifa za kisiasa. Amani ya kweli itapatikana pale haki itakapoheshimishwa, si pale ambapo waasi wanavamia, wanazindua mambo yao ya silaha zao. Uzalendo ni wajibu wetu, si chaguo. Nakatete tarafani Walikale huko katika Kivu ya Kaskazini, ambako mapambano kati ya FARDC na wazalendo wakiungana kupambana dhidi ya waasi wa M23 katika maeneo hayo. Tukumbushia kwamba walipopambana katika mapambano hayo ya ghafla, waliweza kabisa kuchukua nafasi au ushindi kuwafukuza vikali au waasi wa M23.
hiyo ikiwa shangwe kubwa ngambo yao FARDC na wazalendo wakiwa wakiungana kupambana dhidi ya hao waasi. Mapigano makali kati ya mashujaa wazalendo na jeshi la FARDC dhidi ya waasi wa RDF M23 katika eneo la Katete. Taarifa zinasema mapigano makali yamezuka katika eneo la Katete wilayani Walikale kufuatia uchokozi uliofanywa na waasi wa RDF M23 dhidi ya kambi ya pamoja ya FARDC na wazalendo. Baada ya mashambulizi hayo ya ghafla, mashujaa wa FARDC na wazalendo hawakusita kujibu mapigano. Walijipanga upya na kuwamiminia adui moto mkali hadi wakawakimbiza kutoka vijijini. Waasi walipata pigo kubwa baada ya kushambuliwa kwa nguvu na kulazimika kurudi nyuma. Kwa sasa FARDC na wazalendo wameimarisha nafasi zote za ulinzi na wamesema wako tayari kujibu kwa nguvu endapo kutatokea uchokozi mwingine. Kauli yao ni moja tu: uzalendo ni heshima, taarifa au kifo, tutashinda. Na tumalizie basi mjini Baraka katika kata ya Mshimbake tarafani Fizi, Kivu ya Kusini, ambako kumeonekana jeshi la Warundi kuweza kupanda huko juu kwenye milima mikuu ya Itombwe, Minembwe, kuweza kupambanisha baada ya mapambano ambayo yaliyojiri huko kati ya wazalendo walioungana na FARDC kupambanisha dhidi ya waasi wa M23 huko juu kwenye milima ya Minembwe, Itombwe, na kwa hiyo kuweza kabisa kuamua vema kupanda huko wakiwa wengi ili kuingia katika mapambano maeneo ya huko Minembwe hata kwenye milima mikuu, kuweza kupambanisha hali hiyo, kupata kuweza kuwapa nguvu wale ambao wamekutaniwa kule wazalendo na jeshi la governmenti ya Kongo FARDC. Ya Mshimbaki au hivi Reti tabara changwa na DG M23 liko iandae nos bawambaka kabisa baela Mungu ensao asaulilwa akacha nsao, yani bange baele mnalopambo nos na bipanga pika eme ndivundu kichira yeten somo lại qua chẳng có ồ rồi.
Ndio mtu atuacha hospitali, ndio basi hospitali sio. Basi huo ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nimekuletea, ikiwa tu leo tariki 12 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025. Kwa yale ambayo yalijiri ilikuwa tu ni kukutaarifu sasa, na hivyo ninakuomba uwe nami mwanzo hadi mwisho katika vipindi vingine na kuweza kujiunga, hata kubonyeza alama ya kengele hapo baada ya kubonyeza subscribe ili wanapata habari zetu mapema, kwa maana hautojiunga nami kukuwa nami mwanzo hadi mwisho kama wewe hujajiunga kwenye channel. Basi ninakuomba ukae chonjo, tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Nasema asante.